kubwa katika mashindano haya kisho hajapata kuingia kwenye mashindano ya klabu B. Tuko hapa station Dar es Salaam kwenda kuchakata yale ya kimichezo zaidi na yale ambayo yanazidi kujiri siku hadi siku. Kubwa ambayo tunaenda kutazama siku ya leo ni kuhusiana mchezo wa raundi ya pili wa kombe la shirikisho barani Afrika kati ya Wekundu wa Msimbazi dhidi ya RS Berkane. Mchezo wa kwanza wa awali Simba waliweza kufungwa kwa bao 2-2 na mchezo wengi wanasubiria uwanja utakuwa sehemu gani, je, Zanzibar ama hapa uwanja wa Benjamin Mkapa. Niko na mzee wangu mzee Mtitu. Namshukuru Mungu kwa kuniachia pumzi mpaka leo, ijapokuwa nilikuwa hali yangu kidogo sio nzuri. Nilikuwa na ibada ya kuugua, kwa sababu kuugua kwa mwanadamu ni ibada. Kwanza pole kwanza. Namshukuru Mungu, nashukuru. Kwa hiyo leo ndo kwa mara ya kwanza ndani ya wiki mbili naonekana katika viwanja hivi vya station. Namshukuru Mungu. Nimekutana na wenzangu, tumepeana pole, basi katika hili nashukuru. Kuna wengi wanazungumzia kwa mchezo wa Simba dhidi ya RS Berkane. Mchezo wa kwanza ulitazama, ni mchezo na gani Simba alikuonyesha na Simba karuhusu mabao 2. Je, hapa Mkapa itakuwaje? Mchezo RS Berkane ni timu ngumu. Ni timu kuingwa, rekodi hana. Lakini rekodi yake nyingi ameweka kwenye shirikisho. Sasa na sisi tunataka kuweka historia ya katika kombe lile. Tumekushacheza fainali mara ya kwanza mwaka 93 na hii ni mara yetu ya pili. Kwa hiyo hatujawahi kuchukua. Lakini mechi itakuwa ngumu na yeye atataka kulinda akiba yake aliyokishajiwekea kwa sababu yeye ana mtaji. Lakini sisi tunataka kuondoa mtaji wake na tuweke mtaji wetu. Kwa hiyo mechi haijaisha. Tunaweza kusema hivyo. Mara nyingi sisi na kwa utaalamu na uzuri wa mwalimu Fadlu, karibu toka tulipoanza mashindano haya, tangu mechi za awali mpaka kufika leo hatujawahi kufungwa mechi yoyote goli 3. Iwe ndani hapa nyumbani au nje ya nyumbani. Ni goli 2, goli 1 basi. Kwa hiyo RS Berkane anakuna kichwa. Anakuna kichwa toka siku tulipomaliza mchezo ule mpaka leo, akili yake haiko sawa. Na kwa taarifa ambazo tunazo, waliamua hata kumfanyia vurugu mwamuzi au waamuzi wa mchezo ule kule kwao. Baada ya mechi wakawafanyia tashtiti kidogo. Kwa hiyo lile ni kosa kwao. Yaani hawakuwa wanajiamini, waliona kama labda pengine mwamuzi amewapendelea Simba wakati sio kweli. Umeona? Kwa hiyo mechi itakuwa ngumu. Lakini iwe kwa Mkapa na ndipo tunapotaka sisi, kwa sababu sisi ndio tunaochagua uwanja. Na sisi toka mwanzo tumeripoti kwa kafu uwanja wetu wa nyumbani ni Benjamin Mkapa. Ikitokea Benjamin kuna hitilafu, ndio tunaweza kuchagua neutral ground mahala pengine. Ndio maana nusu finali tukachagua tutakwenda Zanzibar. Kwa hiyo hapa wamiliki wa viwanja wanatuambia uwanja uko sawa, na wakaguzi walikuja wakasema uwanja uko sawa, isipokuwa kuna vitu vya hapa na pale, kwa sababu makamu mwenyekiti wa CAF au makamu wa rais wa CAF ni kiongozi wa RS Berkane. Inawezekana kenda kati ya ulimi kule katika kujipa favor yeye. Na ndio maana wale wakaposti haraka siku ya kwanza ile kabla mechi hatujacheza kule, wasema uwanja wa mechi ya marudiano utakuwa Zanzibar. Wakati sisi ndio wenye mamlaka kuchagua uwanja wapi. Kwa hiyo sisi hatuna wasiwasi, vyombo vinavyohusika vinashughulika. TFF pamoja na Simba wenyewe tayari taarifa zimekusha kwenda CAF kwamba uwanja wetu tunaotaka kucheza mechi hii ni hapa Dar es Salaam. Yes. Ulizungumzia kwamba mchezo wa kwanza mlifungwa bao 2, lakini ilionekana kama Simba mmefurahia ushindi wa bao 2 ugenini. Sijajua ni kipi ambacho kinakusukuma Simba mnafurahia ushindi, mnafungwa alafu mnafurahia. Hii kombe uwanjani ujue. Hii hapa hii. Mechi hii hapa kombe yani mimi naweza kusema sio dakika 90. Dakika 45 za pili. Tulicheza kule 45, sasa tunaingia kwenye 45 zingine. Kwa maana hiki ni kipindi cha kwanza sasa. Kipindi cha kwanza. Sasa kipindi cha pili ndipo mwali anatolewa, anawekwa kwenye meza. Nani achukue? Kwa hiyo sisi hii hapa tunasema ni mechi sasa ya kipindi cha pili. Tunaingia sasa hapa ndio kombe uwanjani. Hiyo itakuwa safari, itakuwa shughuli pevu. Popote. Kwa nini useme iwe Zanzibar? Sasa ndio taarifa ambazo zipo nazungumzia. Hizo taarifa katoa nani? RS Berkane yeye ametoa. Berkane ndio na washakata hoteli tayari Zanzibar. Kwani kubuki hoteli tatizo? Pengine labda wakimaliza mechi watakwenda kufanya utalii.
hauzuiliwi. Katika nchi yetu kuna sehemu nyingi za utalii. Unaweza kwenda Zanzibar, unaweza kwenda Kilimanjaro, unaweza kwenda Udizungwa, popote pale. Kwa hiyo inawezekana baada ya mechi wanataka wakafanya utalii Zanzibar. Hiyo watu wazuii. Lakini sisi ndio tunaochagua mechi yetu tukacheze wapi. Ya dakika 45 za pili. Sisi uwanja wetu wa nyumbani ni Dar es Salaam, Benjamin Mkapa. Basi. Wengi wanazungumzia kwamba Mpanzu hajaonekana. Wapi? Si kule. Kule wapi? Si huko. Unajua katika mechi kila mtu kuna muda Ni wangu mimi sasa. Sawa. Hayo maneno ya wengi walio upande wa pili. Ndio maneno yao. Lakini wao hawataki kuelewa kwamba je, wao walipocheza mechi yao ya klabu bingwa hapo walitakiwa wapate goli hili moja tu ili wasonge mbele kwenye hatua ya robo finali. Alionekana Aziz Ki, alionekana Dube, alionekana Pakome walionekana. Sasa kuna Chama alionekana goli hili. Sasa wakati mwingine hawa jamaa uwaga wanajizima data. Na ndio maana sipendagi sana kuzungumzia habari zao, kwa sababu hao wana habari zilizooza. Siku zote habari zao zimeoza. Wao wanaangalia mtu mmoja kwamba nini atafanya. Hawaangalii timu nzima nini itafanya. Si umenielewa? Kwa hiyo sisi tunashukuru mwalimu baada ya kuona matatizo ya wale watu wawili wamedhibitiwa sana. Wao wanajua kwamba wale hawakuonekana kwa sababu gani. Wale walidhibitiwa. Kibu pamoja na Mpanzu. Kwa hiyo mwalimu akawatoa wale. Lakini wakati huo tushafungwa 2. Alipowatoa wale mechi ulionaje? Ikawa sasa mechi iko kwenye mzani. Kwa hivyo vitu ndio vya kuangalia kimpira. Sio naangalia mchezaji fulani hajaonekana. Wakaenda mbali sana wakazungumzia kwamba Mohamed Kamara ndio aliwapoteza Simba pale. Naomba unitoe humo. Kujadili na hawa jamaa naomba unitoe humo. Mimi nimezungumzia mechi ya raundi ya pili au ya kipindi cha pili ambayo itachezwa hapa na sisi tutakwendaje. Kwa hiyo wewe usiona wasiwasi na hilo. Tuachieni sisi. Si hatutaki kamati ya mtu yoyote kuingia mle ndani. Tena hili nawaonya viongozi wangu wa Simba. Wasitake kamati ya kusema serikali inaunda kamati ya kuisaidia Simba kwenye finali. Watu wache. Kamati hizo waunde wao, lakini sisi masuala ya mechi watu wachie, sisi tuhangaike sisi. Tunajua sisi tunawagonga vipi wale. Wala msiwe na wasiwasi na hilo. Si akapokelewa tena. Mbona walishawapokea wengi? Katika kuwapokea hawa, mbona watu wa mapokezi siku zote tangu walivyotoka robo finali walipokuwa hawakupata nafasi mpaka leo bado wanapokea watu. Wala hatuna shida nao. Waliwapokea wa South Africa wakaenda nao Zanzibar. Tutashangaa hawa kuwapokea. Na ile timu ina jezi zake na rangi kidogo za kwao. Kwa hiyo hilo usiwe na wasiwasi nao. Mimi nasema kwamba mimi niishie hapa. Haya mambo mtayaona baada ya Jumapili. Neno la mwisho kuambia mashabiki wekundu wa Msimbazi. Mashabiki wa Simba wajitokeze kwa wingi. Na nikiangalia kwenye renki ya tiketi pale naona karibu sehemu 3 tayari sold out. 3 tayari. Huku kwingine kuna 75, kuna 30, kuna 45 na hivyo. Kwa hiyo sina wasiwasi. Shukrani. Karibu.